Kufuatia mazungumzo ya Uswizi kati ya Marekani na Iran, hatimaye kauli zimeanza kugongana tena kuhusiana na masuala ya nyuklia. Makamu wa rais wa Marekani JD Vance anasema majadiliano na wakala wa kimataifa wa nishati ya atomic yanaweza kuiathiri nchi hiyo. Hii ni TriGen Media. Tofauti ya kauli kati ya Marekani na Irani kuhusu kuruhusu wakaguzi wa nyuklia wa masuala ya atomic kurejea nchini Iran inaonyesha tatizo la muda mrefu katika mahusiano ya mataifa hayo mawili, huku kila upande kupata ushindi wa hadhira yake ya ndani kabla ya makubaliano kukamilika. Makamu wa rais wa Marekani JD Vance amesema mazungumzo ya Uswizi yameweka msingi mzuri wa kufikia makubaliano ya kudumu na kwamba suala la wakaguzi wa nyuklia limepata maendeleo makubwa, huku Iran ikisisitiza kuwa haijatoa ahadi mpya yoyote kuhusu ukaguzi huo. Sababu inayofanya kauli za Marekani kuamsha hisia kali dhidi ya Tehran ni historia ya kutokuaminiana kati ya nchi hizo mbili. Irani bado ina kumbukumbu ya kujiondoa kwa Marekani katika makubaliano ya nyuklia ya mwaka 2018, jambo ambalo viongozi wa Irani hulitaja mara kwa mara kama ushahidi kwa Washington inaweza kubadili msimamo wake wakati wowote. Hivyo kila tamko kutoka Washington huchunguzwa kwa tahadhari kubwa kabla ya kukubaliwa rasmi. Kwa sasa pande zote mbili zinaonekana kuwa katika hatua ya kujaribu kujenga mazingira ya mazungumzo badala ya kutatua mara moja mgogoro wa nyuklia. Wapatanishi wa Katari na Pakistan wamethibitisha kuwa Marekani na Iran zimekubaliana ramani ya siku 60 kuelekea makubaliano ya mwisho, huku vikundi vya kiufundi vikianza kazi kuhusu vikwazo, nyuklia na utekelezaji wa makubaliano. Marekani imeonyesha nia ya kutumia motisha za kiuchumi badala ya shinikizo la kijeshi pekee. Uamuzi wa kuondoa baadhi ya vikwazo kwa muda na kuruhusu Irani kuuza mafuta kwa kipindi maalum ni ishara kwamba Washington inaamini mafanikio ya mazungumzo yanahitaji Irani kuona faida za moja kwa moja za kiuchumi. Hata hivyo, Iran imekuwa ikisisitiza kwa miaka mingi kwamba mpango wake wa nyuklia ni wa matumizi ya kiraia kama uzalishaji wa umeme na tafiti za kisayansi. Kwa mtazamo wa viongozi wa Tehran, kukubali masharti mapya kwa urahisi kunaweza kuonekana kama kusalimu amri mbele ya Marekani. Ndiyo maana mara nyingi Irani hupendelea kutumia lugha ya tahadhari hata pale ambapo mazungumzo yanaendelea vizuri. Lipo jambo la kujiuliza hapa kwamba je, kuna siku Iran inaweza kubadili mpango wake wa nyuklia kutokana na shinikizo? Jibu ni ndio, lakini si kwa sababu ya shinikizo pekee. Historia inaonyesha kuwa Iran imekuwa tayari kuweka mipaka fulani kwenye shughuli zake za nyuklia inapopata faida kubwa za kiuchumi na kisiasa. Hii ndiyo mantiki iliyotumika katika makubaliano ya nyuklia ya zamani, ambapo Tehran ilikubali ukaguzi mkali zaidi kwa kubadilishana na kuondolewa kwa vikwazo vya kimataifa. Changamoto kubwa ni kwamba suala la nyuklia limekuwa sehemu ya fahari ya kitaifa ya Iran. Kwa viongozi wengi wa Iran, kuachana kabisa na uwezo wa kurutubisha uranium kunaweza kutafsiriwa kama kupoteza uhuru wa kisayansi na kisiasa. Hivyo, uwezekano mkubwa si kuufuta mpango huo, bali kukubali uwe chini ya usimamizi mkali wa kimataifa. Hii ni TriGen Media.